Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran inasema majibu yake kwa pendekezo la Marekani la kumaliza vita lilikuwa ni la ukarimu na bora zaidi, lakini wanashangazwa na Marekani kulikataa, hasa rais wa Marekani Donald Trump. Iran imesema pendekezo lake lilikuwa la ukarimu, huku Marekani ikisisitiza juu ya matakwa yasiyokuwa ya maana. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Baghei anasema pendekezo la Iran la kumaliza vita vya hivi majuzi lilikuwa la busara, huku Marekani ikiendelea kusisitiza juu ya matakwa yasiyokuwa na msingi yanayoundwa na utawala wa Israel. Akizungumza katika mkutano wake na waandishi wa habari kila wiki siku ya leo Jumatatu, Baghei alijibu maswali kuhusu mwitikio wa utawala wa Marekani kwa pendekezo la Iran. Hatukudai makubaliano yoyote, kitu pekee ambacho tumedai ni haki halali za Iran, Baghei anasema. Je, ni jambo lisilofaa kwa Iran kudai kukomeshwa kwa vita katika eneo, kusitishwa kwa uharamia wa baharini dhidi ya meli za Iran na kuachiliwa kwa meli za watu wa Iran ambazo zimezuiliwa isivyo haki kwa miaka? Baghei aliuliza. Lakini akauliza tena akisema, je, pendekezo letu la kupita kwa usalama katika mlango wa bahari wa Hormuz halina mashiko? Je, kuanzisha amani na usalama katika eneo zima ni kutowajibika? Baghei anasema. Kila kitu tulichopendekeza katika mpango huo kilikuwa cha busara na ukarimu na ni kwa faida ya eneo na ulimwengu, anamalizia. Amesema zaidi, ameeleza kwa masikitiko yake kwamba upande wa Marekani, kwa kuzingatia fikra iliyojengeka kwa utawala wa Israel, unaendelea kusisitiza juu ya matakwa yasiyokuwa na mashiko. Iran imetangaza kutoa majibu kwa Marekani kutokana na mapendekezo yake ya hoja 14, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amedai kwamba amechukizwa na majibu hayo, kwa maana ni majibu ambayo hayakuendana na kile ambacho yeye anataka. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian alisema kwamba katika majibu aliyoyatoa wamezingatia maslahi ya Wairan. Ismail Baghei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni, amesema katika taarifa yake kwa waandishi wa habari kuwa hoja zote za Iran zilipaswa kujadiliwa, lakini upande wa Marekani hadi sasa umekata kujihusisha nao kwa nia njema. Rais Trump alijibu kwa hasira jibu rasmi la Tehran kwa upande wa Marekani na kusema halikubaliki kabisa. Trump aliambia Axios katika mahojiano kwamba amejadili jibu la Iran na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imewasilisha jibu lake kwa maandishi yaliyopendekezwa na upande wa Marekani mapema Jumapili. Tehran imesisitiza mara kwa mara kwamba katika hatua hii mazungumzo yatalenga tu kumaliza vita katika eneo hilo. Iran imethibitisha kuwa itawajibika na ina nguvu dhidi ya uonevu katika eneo hilo. Kuhusiana na shutuma za Marekani dhidi ya Iran, Baghei amesema Iran imethibitisha kuwajibika katika eneo na wakati huo inapinga uonevu. Inatosha kuangalia rekodi za Iran. Je, sisi ndio tuliopeleka wanajeshi? Je, sisi ndio tunaonyanyasa nchi katika ulimwengu wa Magharibi? Je, sisi ndio tuliofanya mauaji mara 2 wakati wa mazungumzo? Anaongeza Ismail Baghei huku akiuliza mfano wa maswali. Aidha, amebainisha zaidi kuwa uwepo wa Marekani katika eneo hilo yenyewe ni mfano wa kuunda mzunguko wa vurugu. Iran wakati huu ipo katika mawasiliano na China na ni kama mshirika wake wa kimkakati. Kuhusu safari ya Trump nchini China wakati huu, Baghei anasema safari hii ya Trump ya China ni suala la nchi mbili na ni biashara yao wenyewe. Tunawasiliana na China kama mshirika wa kimkakati. Waziri wetu wa mambo ya nje alisafiri kwenda nchini China na Wachina wanafahamu misimamo yetu, anasisitiza Ismail Baghei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni, akielezea hali ilivyo wakati huu. Hata hivyo, kulingana na Baghei, China inajua kwamba uchokozi wa Marekani na Israel dhidi ya Iran si tukio tu, bali ni sehemu ya mchakato wa kimataifa wa kuzidisha msimamo wa Marekani usioegemea upande mmoja. Usalama katika Ghuba ya Uajemi na Asia Magharibi ni muhimu kwa China kama ilivyo kwetu, alisema, akiongeza kuwa marafiki wa China bila shaka wanajua jinsi ya kutumia fursa kuonya dhidi ya uvunjaji wa sheria. Hata hivyo, ameeleza wazi akisema kwamba watu wa Ulaya hawapaswi kuanguka katika vishawishi vya Marekani na Israel. Kuhusiana na mkabala wa baadhi ya nchi za Ulaya kutuma meli zao za kijeshi katika eneo hilo, Baghei amesema tumeeleza kwa wazi kabisa kwamba Ulaya haipaswi kuruhusu vishawishi vya Marekani na utawala wa Israel kuwaingiza bila kukusudia katika mgogoro ambao hawatapata faida yoyote. Ameongeza kuwa nchi za Ulaya hazipaswi kuruhusu shinikizo la Marekani kuwa angalau kwa uwazi sehemu ya hatua dhidi ya amani na usalama wa kimataifa. Amesema kuwa nchi yoyote inayoamini katika tabia ya kuwajibika kuhusu amani na usalama wa kimataifa inapaswa kuelekeza shinikizo kwa chama kilichovuruga urambazaji katika mlango wa bahari wa Hormuz.
Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.